Mimi nachukulia michezo yote ina hadhi sawa, kwa sababu ligi ina timu 16 na kila mzunguko una mechi 15. Kwa hiyo kwa tunaanza na mechi ya kesho na Namongo, palapo tunajua Jumatano tuna JKT, Jumapili tutazima na watani zetu au wanetu. Kwa hiyo hili tunalijua na nitoa wito tu wana Yanga, huu ni wakati mwafaka. Wote tumetolewa katika mashindano ya nje, sasa tuje kutetea tulichokuwa nacho, na ili tuwe mabingwa inatupasa timu zote tushinde ili tuweke rekodi zetu sawa. Ndio manake sasa hivi bwana, kwanza uwanja ni mmeupanga kule New Amani, lakini wenzenu wameandika barua kwa maana kwa bodi ya ligi kuuliza uhalali wa kikanuni. Kwa nini nyinyi mlikuwa wa kwanza kutoa statement? Kauli hii nadhani umeisikia, na kitu gani ambacho unaweza kusema kuhusiana na kauli hiyo? Cha kwanza, wasitafute kudanganya umma, kila kitu kiko wazi sawa. Wanaposema kwa nini tumepeleka kule, unaposema Tanzania, ukitamka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina mikoa 31. Ukija kwenye utawala bara kuna mikoa 21, visiwani kuna mikoa 5. Si jambo la kigeni, hasa la kwanza. Kumbukeni Yanga washakwenda kucheza kule na Singida mechi za ligi. Hata Simba washakwenda kucheza hata mechi za mashindano za kimataifa. Lini walitoka kwenda kucheza Kenya, za Burundi, Rwanda mechi zao. Hoja wao sio kucheza New Amani. Hoja wao ni kwa nini afisa habari wa Young Africans Ally Kamwe alikuwa wa kwanza kutangaza taarifa baada ya mamlaka yenyewe kwa maana ya bodi ya ligi kutangaza mchezo utapigwa New Amani. Ndio shida yao iko hapo. Hiyo sio shida. Huo ni kutokuelewa mdogo. Ally Kamwe ndio akahamasisha wapenzi na wanachama wa Yanga kwamba mechi yetu tutacheza Amani. Wao kama klabu wasubiri barua kutoka bodi ya ligi, sio kazi ya Yanga sawa. Na ndio maana wanamlalamikia nani? Wanamlalamikia Ally Kamwe au wanalalamikia bodi ya ligi? Bodi ya ligi. Sasa kwa kuwa sababu kutanua mdomo, itakuwa wao sasa wasubiri bodi ya ligi inaonekana. Baada ya kupata barua bodi ya ligi, kama wanachocha kusema waseme, lakini waombe kitu kimoja tu, wasiige, wasitafute kuigiza, itakuwa isaidii. Hizi mechi za ligi tucheze, tukamilishe mizunguko kwa ratiba iliyopangwa ili tuendelee na mashindano mengine yajayo. Lakini sasa hivi mnaonekana kama Young Africans mna wasiwasi, kama mnaogopa kwa sababu mshamfunga mara 6. Ni kama wanasema mchafu achafuki. Yaani mnyama Simba Sports anakuja akiwa amerelax, wewe ukiwa una hofu kwa sababu una kitu tayari kwenye mkono wako. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Mfungwa achagui gereza. Ila magereza utampangia mfungwa wetu utampeleka gereza gani? Unaweza ukapeleka Keko, kesho ukamiza ukapeleka Segelea, mara ukapeleka Bagamoyo, Kigongoni, wakaona hapana, tupeleka Isanga, Dodoma. Sasa yeye aje tucheze mpira. Sasa visingiziwa. La akiona kule mbali kama uwanja wake Bunju umekamilika, twende tukakizime. Hadi Bunju. Sio popote pale. Kama nao uwanja umekamilika, lazima msondo kokote. Popote pale. Ndio maana nikasema mfungwa achagui gereza. Ndio. Na sisi kwanza hatuyofei Simba na watu klabu yoyote, ila tunajua kila klabu tunaipa hadhi sawa, heshima sawa, tunashiriki ligi moja. Ndio. Sio kwamba na Yanga ni inakupa klabu ya Simba, sio kweli. Simba ni kwa maana ni klabu mkitazama labda kiuwanjani kiufundi ni wa kawaida tu, manake mnavyozungumza nimemsikia afisa habari anasema dabi zidi ya Simba itakuwa nyepesi kiwanjani, lakini itakuwa sasa hivi ameona kuna ugumu nje ya uwanja, manake kuna mambo mengi anasema yanaendelea nje ya uwanja. Kwa nje utakuwa na dabi kubwa, lakini ndani ya uwanja Simba ni mwepesi tu. Mimi ninachosema kitu kimoja. Afisa habari yeye ndo kazi iliyoajiriwa. Mimi natoa maoni yangu nikiwa mwanachama wa Yanga, sawa? Kwa hiyo mimi natoa fikra zangu na mara nyingi huwa siingilii fikra za mtu. Kwa hiyo ndo maoni yake na ushauri wake. Ila ninachosema kitu kimoja, Yanga kama ni klabu haiogopi klabu yoyote. Na ndio maana inakuwa na usubutu tunashiriki mashindano mbalimbali. Na kwenda kushiriki kuna kuwa na njia mbili za tatu. Unaweza ukashinda, ukadraw, ukafungwa. Ndio moja ya michezo. Sasa mimi nikisema afisa habari kaona kuna ugumu nje, mimi sioni kuna ugumu nje. Iwe nje iwe ndani, tukutane Amani, tukatimize wajibu. Jumapili saa 2:15 kila mtu keshafuturu, futari yake vizuri. Twende tukapate burudani tosha ya mpira. Kwa sababu kila mtu dirisha dogo kasajili. Ukiondoa dirisha kubwa. Sasa mabishano wao vipi lakini? Nasema kila mtu anasifia cha kwake. Wewe sasa ile kiutaalamu, wewe si mtu wa mpira? Mimi mtu wa mpira, ndio nasema hivi. Ulivyoona jicho lako. Majumuisho ya mpira tutayapata uwanjani, si sehemu nyingine. Ndio, kwa mechi chache ulizowatazama, unaonaje wapinzani wako wachezaji wale walioingia dirisha dogo? Jumapili ndio nitawatazama. Jumapili.
ndio nitawaangalia vizuri. Hiyo uliangalia kwa kubabaisha. Mtu alikuwa anaangalia mechi zake, unajua sisi na wao wanakuwa na bahati nzuri, mnakiri ushapiga mara 6. Sasa haitakuwa ajabu tukipiga mara 7. Rekodi inasemaje mnakokutana Zanzibar? Hebu tukumbushe bwana, wewe una vitu. Katika mpira hakuna rekodi popote pale. Sawa, kwenye mpira popote pale. Na ndio maana Simba tushakutana viwanja vingi. Tushakutana huko Amani Zanzibar, Afrika Mashariki na Kati. Katika ligi makombe mbalimbali tushacheza mpaka Kigoma. Tushakutana Dodoma. Tushakutana Tanga, Morogoro. Arusha. Sasa watu wasiwe na hofu. Tunaposema Tanzania, Zanzibar ni sehemu ya Tanzania. Na kama kuna budi sio Amani tu. Inawezekana mwakani tukawapeleka Pemba vivi. Hii timu ya wananchi, kama timu ya wananchi, kila sehemu wana haki wa kuona klabu yao. Ndio. Kwa hiyo wasiwe na visingizio. Wao wameandaa timu yao na sisi tunaandaa timu yetu. Haitimisha itapatikana Jumapili. Mnyama anaamini kwamba mashabiki wao wanaamini kwamba watawafunga nyinyi, lakini pia wanasema miongoni mwa wachezaji ambao wameingia kwenye dirisha dogo, kwa maana hasa wakimzungumzia zaidi Depu pamoja na Okelo, wanasema ni wachezaji wa daraja la kawaida sana. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wao hawahofii, lakini pia wakienda mbali wakisema miongoni mwa wachezaji wengine viwango vyao vimeonekana ku drop, mfano kama Max Nzengeli ana mechi ya 10 hajafunga. Timu moja wachezaji 11. Sio lazima afunge Maxi au afunge Pacome. Yoyote atakayefunga tutatimiza wajibu wa klabu. Lakini hao wanasema hawaogopi, wanaohofia, ndio maana wanawataja. Yanga tuna wachezaji wangapi? Mbona wamtaji Kibwana? Mbona wamtaji Israeli Mwenda? Mbona wamtaji Faili Musa? Ukiona mpaka ina maana hao wanaohofia. Sasa wasihofie. Tuje tukamishe utaratibu. Huu ndio mpira, mchezo wa mpira hausaji oga wala visigizio. Alojiandaa vizuri, alofanya mazoezi vizuri, ataonesha uwezo wake uwanjani. Ndio. Hilo ndo kubwa na la msingi. Tarehe 1 mwezi wa 3 tupo kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maanake mechi hiyo bwana wanasema itapigwa kavu. Ndio nimesema hivi, kimwanampata maneno mengi na maana hana la msingi. Alafu niwaambie kitu kikubwa Tanzania tu, akiba sio pesa. Wewe unaweka akiba hata ya maneno ili kesho uwe na la kuongelea. Sawa? Hakuna mtu wa Yanga anaidharau timu ya Simba. Sisi tunajua kwamba ni klabu kama sisi, wao wataandaa timu yao na tuna timu yetu. Lakini kubwa tu, ni klabu kubwa au ndogo? Ndogo, wale wanetu. Hii huwa naisema. Hapo bahati mbaya nyinyi mnapokutana na wale, ili swali kwa nini hamtaki kuliuliza? Swali gani? Hili ni kwamba sisi Simba, sisi wanetu. Mtoto si wako huwezi kutoa jina. Anaweza akawa mwanao lakini anaweza akawa sio mdogo sasa. Anasema hivi, mtoto si wako huwezi kutoa jina. Haiwezekani hata mtoto rafiki yako wewe ukatoa jina. Sawa, jina la Simba Sports Club limetolewa na mwanachama wa Yanga. Siku zote naliongea hivi. Na si mwingine Abedi Amani Karume. Jina la Young African Sports Club limetolewa na mtu ambaye anafanana jina langu. Anaitwa Mohamed Fupi. Mtu mmoja wa Bagamoyo ndio toa jina hili. Wakwambie wale jina la Simba katoa nani? Lakini katika wale pale wote chekechea hawezi kulijua. Maana yake hiyo hasa muone hiyo jina kama katoa mtu kutoka Zanzibar na anaenda kucheza Zanzibar. Sio kuoni kama tayari mshakufa Msumi. Hatujakufa. Amani Abedi kama mwanachama wa Yanga alishakuwa mchezaji wa Yanga 1948 kakizima hapa. Sawa wakatoa makao makuu ya klabu ya kumtaa Sukuma. Sijui mnaofahamu mtaa Sukuma? Mnaofahamu? Tunapitaga tena. Mnapitaga mnaofahamu ulipo? Maana huu mtaa ni mfupi. Sasa labda niwasaidie. Ukifika soko la Kariakoo, baada ule mtaa unaoshuka Swahili. Sawa nenda mbele kuna mtaa mdogo tu. Ule ndo Sukuma, unatoka Mkunguni unakomea Mafia. Ukitoka hapo ndio unakuta mtaa wa Sikukuu. Ule mtaa mdogo ule ndio Sukuma. Sasa hicho sio kigezo. Hata wachezaji tunatoa nchi mbalimbali. Mbona kusema kwa wachezaji hao wote Yanga iko Dar es Salaam, imesajiliwa wilaya ya Ilala, wachezaji wote watoke Bomu, si watoke Manyema, sio kweli. Ila kubwa kwa wana Yanga. Twendeni tukajaze uwanja. Shukrani. Kazi njema.